Umezungumzia swala jingine la kukamatwa kwa watu, namna ya ukamataji. Hili mimi nimekwisha mwelekeza IGP nikamwambia, bwana, katika kipindi hiki kwa kweli mimi nisingependa ukamataji wa tofauti. Ukamataji ninaoupenda mimi ni ule wa kwa mujibu wa sheria. Askari amevaa sare, askari anakwenda ripoti kwa mjumbe kwamba kuna mtu mimi na jeshi la polisi linamhitaji, tunataka kwenda kumhoji, basi tunataka kumchukua. Basi anagongewa yule mtu, anachukuliwa tena mchana. Maana yake mtu saa nyingine yupo pale, anajulikana yupo, kuna sababu gani ya kwenda na akitoka hapa anajulikana kazini kwake wapi, akitoka hapa anajulikana kazi shughuli zake anafanyia wapi, movement zake zinajulikana. Ya nini uende ukamkamate nyumbani kwake na watu wamevaa ninja au hawana sare, maslaha makubwa? Sio ukamataji mzuri. Tumekubaliana na IGP, tumekubaliana kwamba ukamataji huu hapana. Tunataka ukamataji ambao wananchi wetu wameuzoea, wenye staha. Sasa hataki mtu akikamatwa basi hata watoto wake wapate hofu pale nyumbani. Ya nini kupeleka hofu mpaka watoto? Unaiacha trauma, yule mtoto atakuwa anawachukia polisi tu. Wakiwaona polisi wanasema ulimkamata baba au ulimkamata mama. Hapana, sina mimi nadhani ukamataji mzuri ni ule wa kistaa, na maada mtu hana tishio la kukimbia au hajui, kwa sababu mmeshapeleza na mnajua hajui. Kwa unapoenda kumkamata unaweza kumtegea tu, hata ametoka nyumbani kwako ukatona, bwana unaitwa kituo cha polisi. Ndio ukamataji uzoea huo. Kwa hiyo huu mwingine huu ukamataji wa tofauti na hivyo tumekubaliana, isipokuwa shughuli za kipolisi ziko nyingi, masuala ya kiusalama yako mengi, yana levels tofauti. Pale itakapobidi ya namna hiyo, basi hiyo inayefanana na aina ya kosa, kuliko hata kosa kadogo tu mtu kaposti. Unajua hivi visimu hivyo, mtu mwingine kaposti ka kitu tu hivyo, uchochezi. Hapana, hii tumekubaliana na hili haliwezi kuwepo kabisa katika kipindi hiki. Na kwa kweli nadhani na lenyewe ndio limechochea sana kuleta wananchi baadhi kuwachukia polisi, lakini polisi hawa ndio wanaofanya kazi nzuri mpaka huko mtaani tunaishi kwa usalama.